wachunga walishe kundi lako, wanyonge na wenye hofu wakawa mashujaa, na wapole kunena wasiwe kunyama. Hakika vipaji na vipawa vya namna hii vinahitaji kulindwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa ajili ya maslahi mapana ya huduma, lakini pia maslahi mapana ya kazi ya Mungu. Ni kweli kabisa Producer Frank. Hata mimi ninamshukuru Mungu sana kwa vile ambavyo ametuwezesha kumpambania, kumsaidia huyu binti. Lakini najua kabisa Mungu anakwenda kutupeleka mbali sana katika kusimama kuhakikisha kila alichonacho huyu binti kinakwenda kufika mbali. Binti, umemsikiza alichokisema hapa. Mimi nasema endelea kushuka kwa namna ambavyo tangu siku ya kwanza umekuja ukiwa ni mtu wa kujishusha, na neno la Mungu linasema yule anayejishusha Bwana anakwenda kumwinua. Sikuoni kama ni mtu wa kawaida, sikuoni kama ni mwimbaji wa kawaida, na kuona ukifika mbali, ukifika mbali, ukifika mbali sana, mbali 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 ambako ukiangalia huwezi kuona. Tunza haya maneno. Mimi ni sio mtu wa kuongea tu. Nikiongea neno linakuwa halisi, linatembea, linakuwa kitu. Kwa sababu ninaye ndani yangu, ninaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nikisema ni Bwana amesema. Sio lazima niseme asema Bwana. Nimesema namuona akifika wapi? Mbali. Namuona akifika wapi? Mbali. Binti, unafika wapi? Mbali, sio mbali. Mbali, mbali, mbali sana. Basi usio na wasiwasi. Nadhani kwa leo kapumzishe koo, upe mwili pole. Pita hapo nje kwa sekretari, sign kaposho kidogo kwa ajili ya kwenda kufanyia massage mwili na kwa kupa juice na vitu vizuri vizuri. Endelea kumlingana Bwana. Endelea kumlingana Bwana. Yule mchungaji wako usimwache. Asante sana. Producer Frank. Mungu akubariki sana. Nimejikuta nimehama, nimejikuta na mimi mpaka wa mchungaji unaniingia unatoka. Nimeona. Lakini aende mbele akafanya kazi. Amina. Baba, tunamshukuru Mungu sana kwa hatua hii njema ambayo tumefikia, na sasa hatua nyingine zinaendelea ili hatimaye kukamilishwa kwa ndoa yetu takatifu. Amen. Amen. Hongereni sana na safi sana. Shukuru sana. Lakini kuna jambo la msingi nataka niwasisitize. Ninyi ni wachumba, sio wanandoa. Hivyo katika majira haya nataka mwende mkaishi kama wachumba. Msiishi kama wanandoa. Kwa sababu wengi nyakati kama hizi wakiwa wamekaribia kuingia katika ndoa huwa wanaanza kuishi kama wanandoa. Matokeo yake wanamuondoa Mungu katikati yao. Mungu anaondoka katikati yao. Na Mungu akiondoka, mchakato huo unaishia njiani. Wanabaki kuwa wachumba sugu. Lakini kuna jambo muhimu nataka nikusisitize, Jala. Ili nitakusisitiza wewe. Na nitaliongea mbele ya mwenzako bila kupepesa macho. Wanaume ukiwapa wanachokitaka, hawakuoi. Hivyo mwanangu, uwe mnyimi. Uwe mnyimi. Okay. Inakupasa uwe na huruma. Lakini katika hili usiwe na huruma hata kidogo. Kwa maana hata wewe hautahurumiwa. Na utabaki kujiuliza, ndio yule. Okay, siombei haya yatokee, lakini vyema kwa makini.
Nakuelewa sana mchungaji, kwa maana ulishawahi kutufundisha namna ya kupandisha thamani yetu. Ulitufundisha ukasema, jinsi tunavyozidi kuwa rahisi ndivyo tunavyopunguza thamani yetu, na jinsi tunavyokuwa wagumu ndivyo tunapandisha thamani yetu. Safi kabisa. Na nikatolea mfano wa dhahabu, nikasemaje? Nakumbuka ulishasema kwamba dhahabu ina thamani kwa sababu inapatikana kwa shida sana. Mawe hayana thamani kwa sababu inapatikana kwa urahisi. Na kuamini Jala, you are very strong. Usidisappoint kwa namna yoyote. No sex before marriage. Sawa? Sawa. Okay, nasema hivyo kwa ajili ya mambo mbalimbali. La kwanza ni kwa ajili ya kuto kumtenda Mungu dhambi. Lakini jambo la pili ni kwa ajili ya kuilinda thamani yako kama mwanamke kwa mmeo mtarajiwa. Sasa nakushukuru sana Luma kwa yote ulionitendea na kukubali kutumika na Mungu katika kunifanikisha. Sina cha kukulipa, ila namshukuru Mungu tu kwa ajili yako. Libarikiwe tumbo lilotumika kukuleta wewe duniani. Asante sana. Usijali Dina, wewe ni rafiki yangu lakini pia ni mtu nikupendaye sana. Hivyo usijichukulie kawaida. Nitasimama na wewe bega kwa bega mpaka nihakikishe umeweza kusimama na kujitegemea mwenyewe. Luma, wewe ni dhahabu kwangu, mtu muhimu sana, na nakuahidi thamani yako haitapungua bali itazidi kuongezeka zaidi. Dada, namshukuru Mungu sana. Mimi na mwalimu tumefikia hatua nzuri sana ya kuelekea kwenye ndoa yetu, na jambo zuri ni kwamba kila hatua tumemshirikisha mchungaji na ametupa miongozo ya kuifuata. Ila kwa upande wa huko familia, mwalimu yuko tayari kuja kutoa mahari, na familia yake muda wote kuanzia sasa itamaliza zoezi hili. Wow, hakika hii ni habari njema sana kwetu na ni heshima kubwa sana katika familia. Jala anaolewa kwa heshima kubwa kiroho na kimwili. Sina la kusema. Najua mdogo wangu umepitia mapito makubwa sana. Kikubwa ni hatima njema ulioibeba. Namtukuza Mungu sana kwa ajili yako. Nashukuru sana dada, na tunamshukuru sana Mungu, kwani mapito wote tumepita. Na mwalimu naye pia alipitia mapito magumu sana, lakini Mungu alimvusha. Alitupa saburi ya kusubiri katika muujiza wake, na sasa yametimia. Mdogo wangu Jala, tunawaombea kazi njema aliyoianza Mungu kati yenu ataikamilisha katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasha ameokoka na kila siku namfuatilia kiroho, na amekuwa kwa spidi ya ajabu, lakini mke wangu bado, na hata sijui ni lini Mungu atatenda. Sasa ndio nimejua kwa usahihi wake kuwa Mungu hana upendeleo. Anaanza na yule aliyemtaka. Sasha ameanza, najua na wengine watafuata.
ila mchakato wake sasa ndio nauwaza. Sandra, na kuita katika ulimwengu wa roho. Natamani kesho uokoke. Natamani kesho umjue Mungu wa kweli. Natamani kesho uwe mtu mpya. Vile alivyo Sasha ndio iwe kwako Sandra. Sasha ana kiu kubwa sana ya kumjua Mungu, ila huyu wa kwangu yuko resi muda wote. Luma, Dina ni mke wako, ni ubavu wako, umepewa kutoka kwa Bwana. Utamfurahia siku zote za maisha yako. Mchukue. Na wewe Dina, Luma ni mume wako. Najua umepita kwenye maumivu ya mahusiano yaliyopita kwa sababu yule mtu hakuwa ametoka kwa Bwana, ila Luma ametoka kwa Bwana. Na usiwe na maswali mengi, kwa sababu wewe Luma utajiona kwa Dina, na wewe Dina utajiona kwa Luma. Ninyi ni wamoja. Pokea kwa jina la Yesu. Hii ni picha ya maono kutoka kwa Mungu au ni mawazo yangu kutokana na vile nilivyoagana na Dina kimahaba? Najua Mungu umenionyesha kama vile nilivyokuwa ninawaza. Luma ni wangu. Naomba Mungu nipe sawa sawa na ulivyonionyesha. Lakini Luma ni mtu mzuri, handsome, na ana moyo mwema. Na ndani yake kuna mbegu ya Mungu. Anastahili kabisa kwa mume wangu. Lakini mchungaji ametuonya sisi mabinti hatutakiwi kabisa kuanza watoto wa kiume mpaka watu waanze. Mbona kama nachanganyikiwa sasa? Na hii picha ya mchungaji, mbona kama ni yule mchungaji ambaye Dina alinionyesha kwenye klipu akiwa anahubiri mchungaji wake? Hii ndoto ya ajabu sana. Sijawahi kuota maishani mwangu ndoto kama hii. Nikimwadisia hii ndoto kama nimemwaza mimi,
nitakaa kimya mpaka pale Mungu ataposema naye. Lakini nitaihakiki mpaka niujue ukweli wake. Japo sijui nitaihakiki kwa namna gani. Oh my God. Kama unavyojua siku zimekimbia sana na tarehe pia zimekaribia sana. Sasa ili kwamba tusiwe na pressure siku ya mwisho, basi ni vizuri tukaweka mambo haya vizuri mapema, tukayapangilia. Upo sawa kabisa. Kwa upande wangu mimi nimeshamaliza kila kitu. Nimewaalika marafiki zangu na ndugu zangu wote, tayari nimeshawapa taarifa. Mimi hata sina shida ndugu zangu. Watu wote wakualika kwenye harusi wameshaalikwa. Nimeshaandaa mpaka na list ya kuongozana nao. Rozi na mchumba wake, Dina na mchumba wake. Na mimi kama unavyojua wale jamaa zangu wawili wale, Kinjo na Seku, nao nimewaalika, watakuwepo. Mbona unaongangania sana watu? Ni kwa nini unataka kuniletea makwazo wewe? Dada, Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hakuna la kuwakwaza. Usikwazike mapema kabla hata hujaona makwazo mbele yako. Na hata ikitokea makwazo, haina haja kukwazika. Unajua mke wangu, huna sababu ya kuchukia. Kwanza mimi nimeshawaonya wale bwana. Nimewaonya kwamba ni marufuku kuja hapa ukiwa umelewa. Hilo unalifahamu kabisa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Watakuja hapa wakiwa vizuri kabisa. Usiwe na wasiwasi. Nishawaambia mapema. Hivi nikuulize, wanakusaidia nini wale watu? Wana msaada gani kwako? Dada, usiseme hivyo. Kwani hatui wa faida kwa tulivyo navyo, ila kwa kazi ya msalaba iliyolipa gharama kwa wote. Ni uvumilivu wa tunda la Roho. Hebu jiulize, ikiwa Mungu atahesabu maovu yetu, ni nani angesimama? Hata sisi tulikuwa wenye dhambi, ila tu tumestahilishwa na Bwana. Basi, wewe umewalizia. Na hii sherehe ni yako. Watakutia aibu wewe wale. Kwanza sijawahi kuwaona hata siku moja wakiwa hawajalewa, na hata sitaki kujua. Dina. Jana nimeota ndoto ya ajabu sana. Sijawahi kuiota kabla. Ndoto gani? Nimeota yule mchungaji wako ametuwekea mikono, halafu akasema wewe ni mtu sahihi kwenye maisha yangu, lakini pia unaweza kuwa mke wangu. Vipi, mbona unashtuka? Kwani sikufai? Sijasema hivyo. Ila nashangaa tu ndoto yako. Kiukweli Dina, ile ndoto naona imenipa maelekezo, lakini pia nafikiri ni Mungu amesema na mimi kupitia mchungaji wako, na kiukweli nakiona kile nilichokiota kwamba kina make sense, kwani hivi siku za karibuni nimekuwa na feel sana uzuri wako kwenye moyo wangu, na nikawa namuonea wivu sana atakayekuja kukuoa, na nikawa nimejisahau kabisa kwamba hata mimi pia bado ninayo chance ya kuweza kukuoa. Dina, kama wajinga wamekuacha, sisi wenye akili tunaoa moja kwa moja. Unasemaje Dina juu ya hilo? Na unaonaje tukiruhusu ndoto itimie? Ni mapema sana kutoa jibu la haraka.
mpaka nirudi kwa baba na kumwambia, nione ataniambia nini, kisha nitakwambia. Sawa, wewe nenda kamwambie. Najua mimi ni mtu mwema kwako na sijabeba ubaya, hivyo naamini Mungu atasema naye dhahiri. Ningekuwa mtu mwovu ningehofia sana, lakini watumishi wa Mungu huwa wanachungulia sana rohoni na kujua moyo, lakini pia dhamira ya mtu, hata kama hamjui. Ila Mungu ni roho na anatujua kutokea mbali. Kweli kabisa. Yeah. Leo nilikuwa kwenye maono na nikaona kuna kitu kinaendelea kati yako wewe na Sasha. Maono, Sandra? Umeona ama umeangalia kwa macho yako? Umeonyeshwa maono? Sikiliza Sandra, huna hata mahusiano na Mungu, hujaokoka. Umeonyeshwa nini? Unajua unadharau sana. Yaani unajiona kama wewe peke yako ndio unayemiliki Mungu. Sikiliza, Mungu ni wetu sote. Sandra, hayo unayaongea wewe, lakini Biblia haijasema hivyo. Biblia inaeleza kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo kuna watoto wa Mungu na kuna ambao sio watoto wa Mungu. Sasa ukijumlisha tu ukasema Mungu ni wa kwetu sote, kana kwamba Mungu yeye mwenyewe hajagawa matabaka yake, hapo ni unakosea. Lakini ukisema ya kwamba Yesu Kristo alitufia msalabani wote, hapo sasa nakukubali. Angu kisema Mungu anatupenda wote, hapa nikakubali. Lakini ukisema ni wasote, kwamba kana kwamba hakuna chochote hata ambaye hamjui Mungu, basi kila kitu kinaenda sawa. Anyway, nisihukumu sana, kwa sababu Mungu hashindwi na lolote. Anaweza akafanya, anaweza akakutumia, anaweza akakuonyesha. Okay, umeonyeshwa tunafanya nini? Usitaki kuniuliza maswali mengi. Jua yote mnayofanya sirini na mnayofanya kwa kujificha nimeonyeshwa. Unajua, mtu ukiwa unatembea mwilini ni shida. Ukiwa unatembea mwilini ni shida sana. Natamani uongee lugha za kiroho, lakini wewe sio mtu wa rohoni. Wewe ni mtu wa mwilini. Lugha ya rohoni unaweza usijue. Ila Mungu akusaidie sana. I hate Sasha na unafiki wake. Nasubiri siku akija nitamuonyesha mimi sio wa kuchezea kama anavyodhani. Kwani wewe unawaza nini? Mbona napata shida sana kukuelewa? Umevamiwa ama unatumika? Sikiliza, akija utajua tu. Namwomba Mungu asije. Namwomba Mungu haya tu yote asitokee, kwa sababu najua aibu itakuwa ni kwangu. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasapoti huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukran na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.